Imeelezwa kuwa muda wa kufundisha mafundisho ya ndoa kwa vijana wanaojiandaa kuingia katika ndoa hautoshi, hali inayowasababishia baadhi ya vijana kutostahimili pindi wanapokumbana na migogoro ndani ya ndoa. Hayo yamesemwa na Kanoni Dickson Rioba wa Kanisa Anglican Tanzania Diocese ya Kondoa wakati wa semina ya wanandoa vijana wanaojiandaa kuingia katika ndoa na wajane iliyoandaliwa na huduma ya 2 yaani 2 ndani ya 1 wilaya ya Kondoa mkoani Dodoma. Kwenye vyuo vya Biblia kwa sisi tuliozoea kwenye somo la uchungaji, kipengele kimojawapo ni kufundisha mafundisho ya ndoa. Kwa hiyo mchungaji akishakamilisha mafundisho yake anapoenda kupewa uchungaji, awe anajua kufundisha mafundisho ya ndoa katika kanisa anaoenda kupewa. Kwa hiyo huwa inafundishwa kwenye vyuo na kwenye jamii. Muda unahitaji uongezwe, kwa kweli huwa hautoshi. Maana huwa anatumia wiki moja, wengine wiki 2. Sasa hautoshi, inabidi tuchukue muda mrefu kufundisha. Maana matangazo ni wiki 3. Kwa hiyo inatakiwa zile wiki 3 zote awe anafundishwa. Kwenye mitaala sisi zilizokuwa za kidini, jambo hili la kufundisha misingi ya ndoa ni muhimu sana, kwa sababu wengi wanaendea kwenye ndoa hawajui kabisa misingi ya ndoa. Kwa hiyo tunahitaji taasisi zilizokuwa za serikali na watu wengine wanaojitoa kufundisha, wafundishe sana mafundisho ya ndoa, kuandaa wale wanaojiandaa kuingia kwenye ndoa. Kanoni Rioba pamoja na mmoja wa washiriki wa semina hiyo wakataja baadhi ya viashiria vya migogoro katika ndoa. Tumesuluhisha ndoa nyingi sana na migogoro kuhusu matumizi ya simu. Kila mwanandoa ameweka password ya kwake na hataki mwingine aiguse. Na akipokea simu anaenda kupokelea chooni au bafuni. Na hilo limekuwa ni tatizo kubwa, na mwingine nilimwambia juzi kwamba ulikuwa unatafuta nini kwenye simu ya mume wako? Akasema nataka nijue leo amewasiliana na nani. Na mwanaume naye hivyo naye anakuwa na mashaka, yakipigwa nani huyo kapiga lete hapa. Kwa hiyo kumekuwa na migogoro hiyo ya matumizi ya simu, zinaleta migogoro mikubwa, lakini inasababisha na kutokuaminiana na kukosa uaminifu katika ndoa. Kwa hiyo kwa sababu ndoa ni furaha, hatupaswi kuishi kwa mazoea ndani ya ndoa. Wanandoa wengi tumekuwa watu wakiumia, wakisononeka kwa sababu wameweka mazoea ndani ya ndoa. Na tunapoweka mazoea kwenye ndoa tayari tunaanza kuua ndoa taratibu. Usiponianza mimi siwezi kuanza. Kwani ni kweli huna hisia? Sina hisia mimi. Ninazo. Mbona mimi wakati ninazo nilianzishe, sio mpaka yeye ndo anitafute. Kwa wakati mwingine nafikiri ni mwili mmoja. Na wakishakuwa mwili mmoja hakuna maana. Paulo anasema kwamba mume asimnyime haki mkewe na mke asimnyime haki mumewe. Kwa hiyo ile tendo la kutokunyimana, maana yake ninafahamu wanaposema ukimwandaa kwamba hiyo unafanya kwa malaya, sio kweli, kwa sababu Paulo amefundisha na maandiko yamefundisha kuhusu jambo hilo la kuwa waaminifu katika swala la tendo la ndoa. Awali mwezeshaji wa semina hiyo Dr. Anna Malole amesema vinginevyo anaishia njiani, hafiki kileleni. Wewe hujamsaidia kufika kileleni. Hawezi kufika mlima Kilimanjaro na wakati anakula makapi. Yaani 1 jumlisha 1 ni 1. 2 hata kujumlisha na ngapi bado inabakia ngapi? 2. Inabakia 1 katika utaratibu huu. Ndio maana nasema 2 iko 2 1. Kwa maana ya kwamba wale sio wawili tena. Mtu huyu mmoja. Ndio maana tunasema kuna mpango kamili kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo ule mpango Mungu aliyokuumbia ni mzuri sana. Hatutakiwi hata siku moja tujute. Eti kwa sababu John ni mlevi. Eti kwa sababu sijui Festo. Eti kwa sababu hapana. Tuangalie kwanza ule mpango wa Mungu. Haya tuliyoyajadili sasa yanakuja kwa sababu pia ni mpango wa Mungu. Hawa hapa baadhi ya washiriki wa semina hiyo wakitoa ya moyoni. Na tumefaidika sana na hii semina kwa sababu mambo yaliyokuwa yanaongelewa hapo ni mambo ambayo yanatugusa, kila mmoja yamemgusa. Kila mmoja ana maumivu yake. Na kwa kupitia semina hii tunaamini Mungu atatuponya. Umeelewa nini? Nimeelewa vitu vingi sana, hususan ni ushirika katika ndoa.
kwa ajili ya kumtukuza Mungu mwenyewe. Wengi tumekuwa tukijitupa katika ndoa zetu kwa ajili ya matazamo ya kibinadamu, lakini semina ya leo imeweza kutujenga na kuimarisha ndoa. Mwanzoni tulikuwa na wasiwasi, tunaona kama vile ni mambo ya utapeli kwa sababu wengi wameguswa na utapeli, lakini kwa semina hii tuna imani kwamba kuna ukweli na tunaweza tukasaidika. Kutoka hapa wilaya ya Kondoa mkoani Dodoma, Tanzania, John Israeli wa Banda Media.